Gani mtazamaji wa Jongo Media TV, ni ukaribisha sasa kwenye nafasi nyingine ya kwenda kufahamu makubwa kabisa ambayo yanatokea duniani siku hii ya leo na mengine pia yametokea siku ya jana. Kazi yangu kubwa ni kusogeza karibu kabisa na yale ambayo yanatokea duniani katika sehemu tofauti tofauti, ikiwa siasa, burudani, michezo pamoja na masuala ya kijamii. Taarifa kutokea Vatican, taarifa inasema kwamba leo hii Pastor Shaka utaratibu wa kumpata papa mwingine unaanza rasmi. Nikukaribisha sasa kwenye channel yetu. Mimi naitwa Grayson Kapinga kutokea Jongo Media TV. Taarifa ambayo tuko nayo siku ya leo ni kwamba makardinali wote wenye dhamana ya kupiga kura na kupigiwa kura wanakutana katika baraza la siri kuchagua papa mpya. Na mkutano huo wa siri unafanyika katika kanisa dogo la Sistina Mei 7 leo, ikijumuisha makardinali 135 kutoka maeneo mbalimbali duniani. Lakini mkutano huu unafuatia kifo cha Papa Francis aliyefariki dunia na akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka tarehe 21 Aprili, na mazishi yake kufanyika siku ya Jumamosi tarehe 26 Aprili. Sasa hakuna muda maalum ambao uliowekwa kumchagua papa mpya, lakini mikutano miwili ya awali ya kuchagua papa ilifanyika mwaka 2005 na mwaka 2013, ilidumu kwa siku mbili tu. Hiyo ni taarifa njema zaidi kwa kanisa Katoliki duniani kwenye kuchagua papa mwingine na kupendekeza papa mwingine. Na hii ni nafasi ya kiongozi mkubwa kabisa wa kanisa hili lenye waumini wengi duniani. Taarifa nyingine kwenye siasa leo ni kwamba chama cha ACT Wazalendo chenyewe kimeendelea kujidhatiti na kuendelea kugawa fomu kwa wale ambao wanatia nia ya kugombea nafasi mbalimbali kwenye chama hiki. Lakini taarifa ambayo niko nayo wakati huu ni mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo anaitwa Aaron Kamugisha, pia yeye amechukua fomu ya kuomba kuteuliwa kuwania urais kupitia chama cha ACT Wazalendo, ambapo amekabidhiwa fomu hiyo jana Mei 6, 2025 na katibu mkuu wa uchaguzi na mafunzo wa chama hicho anaitwa Shaweji Mketo katika makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo ni nafasi nyingine pia kwa chama cha ACT Wazalendo kuendelea kutoa fomu kwa wale ambao wanatia nia kwenye chama hicho. Nimeona pia Zito Zubeli Kabwe tayari amechukua fomu ya kuwania ubunge pale Kigoma, na alishawahi kuwa pia mbunge wa Kigoma pale kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wale ambao nakumbuka vizuri sana kwenye mwaka 2013 hapa, basi kulikuwa na songo mingi litokea na akafukuzwa kwenye chama, na baadaye akaanzisha chama hiki kinaitwa ACT Wazalendo. Lakini taarifa nyingine siku hii ya leo ni taarifa kubwa zaidi. Unafahamu kuna shika ni kushike ya hapa na pale kunaendelea kwenye kesi inayomhusu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema anaitwa Tundu Antipas Lissu, na alikamatwa huku mkoani Ruvuma katika wilaya ya Mbinga akiwa katika mikutano ya kuongea na wananchi, na baadaye akapelekwa Songea na baadaye kupelekwa jijini Dar es Salaam na baadaye kufunguliwa mashtaka. Sasa huku na kule kesi yake ilitakiwa asikilize kwa njia ya mtandao, lakini yeye mwenyewe Tundu Lissu aligoma kabisa kusikiliza kesi yake hii kwa njia ya mtandao. Lakini sasa baada ya jopo la mawakili kwa upande wa utetezi na mawakili ambao wanawakilisha upande wa jamhuri, basi jana wamefikia muafaka kwamba sasa Tundu Lissu rasmi kwenda kusikiliza kesi yake katika mahakama hiyo, na mahakama imeamuru sasa kwamba kesi hiyo aweze kusikiliza akiwa pale pale mahakamani na watu pia waweze kuhudhuria kwenye kesi hiyo. Hapo awali hakuna mtu alikuwa anaruhusiwa kwenda kusikiliza kesi hiyo. Sasa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeamuru mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu afikishwe mahakamani hapo Mei 19, 2025 na mkuu wa gereza la Ukonga. Lissu anakabiliwa na mashtaka matatu: kuchapisha taarifa za uongo, ilishindwa kufika mahakamani kutokana na hoja za upande wa jamhuri kwamba kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya mtandao, huku Lissu naye akigomea kushiriki kesi hiyo kwa njia ya mtandao. Hiyo ni taarifa nyingine kubwa zaidi, lakini hatua hiyo inatokana na uamuzi wa hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Muhini ambaye pia ametupilia mbali hoja za upande wa jamhuri uliotaka pia kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya mtandao kutokana na sababu mbalimbali. Lakini sasa katika uamuzi wa jana uliotolewa na hakimu Muhini, amekubaliana na hoja za jopo la mawakili wa utetezi wakiongozwa na Mpale Mpoki ya kwamba shauri hilo linapaswa kuendeshwa wakati mshtakiwa huyu akiwa mahakamani, kwani zipo baadhi ya nyaraka ambazo anatakiwa kusaini kwa sababu alitakiwa kusemea maelezo ya awali, yani PH. Nje ya mahakama
Sentensi ya wakili Dr. Rugemeleza Nshala amesema kile kilichofanywa na mahakama kwamba kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao ni sahihi, kanuni zinaruhusu, lakini akaendelea kusema kwamba mahakama hii haina mamlaka ya kuamuru magereza namna ya kukaa na mshtakiwa gerezani. Yes, hiyo ni taarifa nyingine ambayo asubuhi ya leo unaendelea kuwa nayo kupitia Jongo Media TV. Taarifa nyingine ya mwisho nafunga nayo leo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yametunikia medali ya Mother of Nation order kutokea kwa Urais wa Umoja wa Falme za Kiarabu mtukufu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Medali hiyo iliwasilishwa kwake na naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Ikulu jijini Dar es Salaam. Medali hiyo ni moja kati ya medali za juu kabisa kutoka kwa Umoja wa Falme za Kiarabu na utolewa kutambua mchango wa kiongozi katika kuleta maendeleo endelevu kwa jamii yake. Lakini serikali ya Falme za Kiarabu imesema imetambua mchango mkubwa wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania na maendeleo endelevu ambayo yanaendana na sera za Falme za Kiarabu za maendeleo endelevu katika jamii, uwezeshaji wanawake na ushirikiano wa kimataifa. Yes, Sheikh Abdullah aliwasilisha salamu kutoka kwa Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu mtukufu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na kuwatakia heri wananchi wa Tanzania katika maendeleo ya moja na ustawi zaidi. Pia amesisitiza kuimarisha zaidi uhusiano wa kudumu baina ya nchi hizo mbili na kusisitiza umuhimu wa kupanua ushirikiano katika sekta muhimu. Hayo na hali mengine mengi ambayo utaendelea kuyapata hapa, ikiwa taarifa za kimichezo, burudani, pamoja na habari za kijamii, siasa, pamoja na mengine mengi yanapatikana hapa Jongo Media TV. Nikutakie utazamaji uliokuwa mzuri zaidi kutokea hapa Jongo Media TV. Mimi naitwa Grayson Kapinga kutokea Jongo Media TV. Usisahau kusubscribe, bonyeza kengele uweze kupata notification zote ambazo zinapatikana hapa Jongo Media TV. Kuwa na wakati mzuri.